Unajua huyu bwana, huyu baba askofu ana following, ana wafuasi. Na utazuia mwanadamu kufanya interpretation, kufikiri tofauti na wewe. Ndio maana Isaac Newton anasema katika kila kani mkabala kuna kani iliyo mrejeo sawa na kinyume. Ungependa kujua nini kimetokea na uwe forward hapo wewe kwenye jukwaa la kisiasa. Swali la pili, tumezungumzia mtafaruku au mkinzano wa kisiasa unaoendelea ndani ya nchi kati ya watawala na wapinzani ambao wewe kwa wakati fulani ni sehemu yao. Wapinzani wanalalamikia, sasa chama kikuu cha wapinzani wanalalamikia sheria na mifumo wanaoita mibovu ya uchaguzi, lakini watawala wanasema reforms zimefanyika na mpaka sasa hatuwaoni kama wana nia ya kusikiliza hawa wanaolalamika kwamba no reform no election. Kwa maoni yako, unadhani tuna uchaguzi utakaofanyika katika mazingira haya ambayo wengine wanajitoa, wengine wanasema tunakwenda, tutakuwa na mwafaka wa kitaifa? Na wewe kama mtaalamu wa mambo haya, ungependa nini kitokee ili watu wote waende kwenye uchaguzi, washiriki uchaguzi? Swali la tatu, kumekuwa na mitazamo tofauti kuhusiana na hili sakata la Gwajima. Wewe umelani kwamba hakuna haja ya kufungia kanisa, lakini watetezi wa uamuzi huu wa serikali wanasema kiongozi wa kanisa ni Gwajima na ndio mmiliki wa kanisa. Incitement hizi alizokuwa anazifanya alikuwa anazifanyia kanisani. Kwa hiyo ili kuprevent kanisa hili lisitumike au taasisi hii isitumike kwa hiki ambacho serikali kwa maana dola imelalamika, isimamishe shughuli za kanisa. Yametoka maoni mbalimbali kwa watu. Nataka kujua wewe kutoka kwako, alichokuwa anakizungumza Gwajima content ilikuwa ni incitement kwa maana ya uchochezi au ni sehemu ya mahubiri ambayo hata wewe ungekuwa mchungaji ungeyahubiri? Wenye mamlaka wanasema yeye ndio kiongozi wa kanisa na yeye ndio mmiliki wa kanisa. Kwa hivyo ndio maana tumelifungia kanisa. Dunia leo ya usuluhishi wa migogoro, nimeisema hata kwenye hotuba yangu, umepata taarifa hizo, sawa? Kuna kuzungumza ana kwa ana. Kwa nini nasema kuna kuzungumza ana kwa ana? Unajua huyu bwana, huyu baba askofu ana following, ana wafuasi. Na utazuia mwanadamu kufanya interpretation, kufikiri tofauti na wewe. Ndio maana Isaac Newton anasema katika kila kani mkabala kuna kani iliyo mrejeo sawa na kinyume. Hiyo ni nguvu asili kabisa, ni science ya kawaida. Sasa unamuita, mnazungumza, usajili wako uko namna gani? Je, unayofanya yanaendana na usajili wako? Ukiona kama kuna kutetereka kwa sababu huyu sio binafsi anaye following, basi kuna kutoa onyo kali, kuna kumwangalia kwa onyo kali la namna yote ile, labda unampa wiki moja, mwezi mmoja, miezi mitatu, na unatangazia umma kwa hivyo kutokana na zile sheria na kanuni na taratibu. Sasa uweze ukaenda ukavamia watu wako pale wanasali. Sasa ukiangalia malalamiko yaliyoko kwenye jamii sasa hivi, wanatoka sasa nje ya Gwajima, yanapazwa mengine. Na Gwajima huyu ilikuwa nadhani wiki moja kabla alizungumza namna vitendo, alikuwa anakemea vitendo vya utekaji katika taifa na nini ifanyike. Na ukijua huyu Gwajima sio askofu tu, ni mjumbe wa halmashauri kuu ya taifa ya sisi. Gwajima huyu ni mbunge mwenye dhamana na jimbo la Kawe.
Na ukiangalia mabalozi wa nchi za nje, viongozi wetu wa staafu na walioko madarakani, zaidi ya 90% wanaishi Kawe. Askofu mbunge wao ni Gwajima. Kwa hivyo lazima unakaa chini unachambua, ndio nasema ile brainstorming, unachambua. Ukishamaliza kuchambua unafanya classification in terms of quality na quantity. Then you mitigate it. You find a response. Kwenye hotuba yangu nilisema tunatakiwa tuwe na maono ya kuweka mikakati ya kutambua, ambayo ndio nasema hapa, na ya kukinga. To have a strategy how to identify any kind of risk and how to mitigate it. Sasa hili lilikosekana. Ndio maana nasema hekima inahitajika mahali popote pale katika kutatua mambo magumu kama haya. Sasa umefanya vile, sasa lime-escalate, limenyanyua hasira zaidi, na yanaibua mambo mengine makubwa zaidi, yanavuka sasa mipaka ya kanisa la Gwajima, yanahamia kwenye sehemu nyingine zaidi hapa. Yaani kuna hapa hili lenyewe, hili ni mgogoro mkubwa kweli kweli, ambao ukilisikia, na mimi naomba chonde madhehebu yetu, kwa mfano interfaith, wapo wayazungumze haya mambo. Wakristo wakae na Waislamu, wale zile organizations zao wayazungumze mapema kabla hayajaleta athari zaidi, kwa sababu hili lisinisababishe James nishindwe kuongea na Hemedi. Hemedi tumetoka siku nyingi tu, hata ukiangalia nyonyo yake nini unaweza kuona wasiwasi ukasema huyu ni Osama au ni mfuasi wake au ni, lakini katika mazingira hayo tumekana almost 20 years, miaka 20. Sasa leo hii mnapeleka watu wapi? Sasa niombe hekima itumike hapa seriously. Pamoja na yote yaliyotokea, tuvuke salama hapa. Ukumbuke, wangekuwa na utulivu wa fikra. Sasa kama unamhitaji Gwajima, si unamuita? Unajagania kutumia mitutu ya bunduki, polisi, nini, kwenda kuumiza mpaka na wananchi wake. Ujue mwananchi mmoja aliyeumizwa pale, nani muumini wake, anapelekaje kwa wengine? Jana asubuhi nilipita wapi hapa Courtyard Hotel, nikakuta kuna maskofu watatu pale. Wakanistopisha, wakaniita. Maneno walioniambia, yani unashindwa hata namna gani ya kujibu. Kwa hivyo naona sasa kuna hasira za ndani. Ndio hoja yangu kule ya kusema tusiingie mambo peti, tuende kwenye utulivu wa fikra. Na hili lazima lionyeshe uongozi. Nashukuru sana. Hili ni swala la ego, ni swala la kiburi. Yaani Tanzania zaidi ya miaka 33 tumeshindwa kufanya maamuzi tu ya utaratibu wetu, tujiongoze namna gani kwenye masuala ya kisiasa. Ukirejea kwenye ripoti ya Jaji Mkuu marehemu sasa Francis Nyalali kuhusu tunaingiaje vipi kwenye mfumo wa vyama vingi, na wakaweka utaratibu mzuri tu wa kuwa na katiba mpya, namna ya kujiongoza kwenye chaguzi hizi, kwenye mambo haya. Upande mmoja ukakataa yale mawazo, na ni ya Watanzania wenyewe. Na dunia leo haisemi tena katiba ni mkataba kati ya watawala na watawaliwa. Hakuna mtawaliwa kwenye hii karne ya sayansi na teknolojia. Katiba leo hii ni kauli ya umma inayotolewa na umma, wanataka wajiongoze namna gani. Kwa hivyo tulishaipata kwa Francis Nyalali, tukaja tukaipata kwa Jaji Kisanga, Robert Kisanga, kamati yake mwaka 98. Tukaja tukaipata kwa Jaji Joseph Sinde wa Rioba kwenye tume ya mabadiliko ya katiba ya 2000 na ile na 14 hapa. Wote wakasema utaratibu huu. Sasa utaratibu haujawekwa sasa. Yakatokea mabadiliko ya 10 ya katiba ya Zanzibar mwaka 2010, ambayo inatangazia Zanzibar, inajitangazia na madaraka yake yote. Leo hii kwa mfano kuna waziri, makamu wa pili wa rais kule Zanzibar na wa kwanza. Ndio inatambua katiba ya Zanzibar. Ukija kwenye katiba ya Jamhuri ya Muungano inatamka waziri kiongozi. Leo kuna waziri kiongozi Zanzibar. Ndio katiba ya Jamhuri ya Muungano mwaka 77 ilivyo leo hii. Na ukienda kwenye uhalisia, nenda kwenye hukumu ya Jaji Robert Kisanga ya uhaini wa Machano Hamisi na wenzake dhidi ya serikali ya Zanzibar. Majaji Kisanga alisemaje? Alirudi kwenye tabia 4 za dola. Ili uwe full state dola. Ya kwanza watu, ya pili sehemu ya ardhi geographically, ya tatu ni mamlaka, ya 4 ni mahusiano. Sasa mwenye vyombo vya ulinzi majeshi ni nani? Kati ya Rais Samia leo hii na Rais Mwinyi Zanzibar.
Lakini leo hapa yani kuna migogoro mingi, ndio sema muundo wetu ni complex. Ndio hapo sasa inatokea muundo wetu ambao ni complex. Sasa kama muundo wetu ni complex, lazima tungekubali kuweka mazingira yaliyo rafiki na mazuri kuhusu hili. Na ukiuliza hapa, nimejibu kwa hili, nishalijibu. Nasema mabadiliko ndio kitu pekee kinachodumu. Nchi yetu haiko static. Uwezo ukasema kwamba nishafanya mabadiliko siwezi nikafanya mabadiliko tena. You cannot say that. Nchi yetu sio static, we are dynamic. Kwa hivyo let's say nimtumie, kuna hekima ya kiongozi mmoja anasema everyone must die a little. Kila mmoja ajishushe kidogo. Tuondoe kiburi chetu kidogo. Tukubaliane kwamba asiyekubali, haya ni maandiko, misafu inasema kwamba asiyekubali mawazo ya wengine ana tatizo. Hakuna mtu mwenye hati miliki na fikra. Kama Chadema msimamo wao ni huo na wengine msimamo wao ni huo, njoo sasa tutumie hekima na busara, tukae. Hakuna, siamini kabisa hakuna naye amua hivi au anaamua hivi kwa ajili ya kuliangamiza taifa la Tanzania. Na kama yupo basi tuseme huyu sote kwa pamoja, huyu haitaki taifa letu mema. Lakini hii vuta ni kuvute. Kila watu kuendepelekana mahakamani, machafuko yanatokea, hakuna wakubaki salama. Kwa hivyo nafasi ya kuzungumza ipo. Nimesema muungano wetu ulikuwa siku 4 tu. Sasa wakisema kwamba labda tunaenda kwenye ni tukio. Je, ili tukio la nje la uchaguzi lituangamize? Panga kusema tunaweza hata mzee wa Rioba alisema tunaweza tukaongeza miezi 3, miezi 6, inatosha kufanya necessary reforms wakati tunafanya uchaguzi wa kushirikisha wote. Ujue watu ndio dola, wa kushirikisha wote. Serikali inapata legitimacy kutoka kwa watu. Sasa watu wasipoipa legitimacy, angalia miaka 5 ijayo taifa letu litakuwa kwenye hali gani? Kama watu wakishasema hapana, hapana, hapana. Sasa hatuhitaji watu waseme hapana, hapana, hapana. Let's sit now, tukae sasa, tutumie hekima zetu, tusikilizane. Jioni utupe maswali yako magumu kwenye sessions za namna hiyo, watu wayazungumze vizuri kabisa. Useme mimi generation yangu, Bwana Mbatia, wewe generation yako. Kwa mfano, mimi generation yako umetuambia 1 2 3, na sisi ya kwetu 1 2 3. Alafu haya maswala ya watu kutekwa, kuumizwa, kupotea, yameanza tangu wa miaka mimi mwaka 92. Mwaka 92 angalia kidole changu kibio kunjika. Mwaka wa 92 sitasahau, tarehe 10 mwezi wa pili, siku ya Jumatatu, tulikamatwa chuo kikuu pale. Tukapondwa vidole, tukawekwa detention, tuliumizwa sana. For 7 days, wakina mzee Nguma mnakumbuka mlivyotutafuta mpaka mkaenda mkaweka na hitima kwamba nimeshaondoka duniani, basi huyu mtu ameshapotea. Nilivyoumizwa mwaka 92, miaka 33 iliyopita, tuling'olewa kucha sababu tu ya kuwa na mawazo tofauti na wengine. Sasa tusahau, ndio maana nasema makosa yetu ya jana yasikitisha kwa fundisho yetu leo. Na hili la no reforms no election, na wengine wanasema reforms zimeshafanyika, tuzungumze. Tanzania ni yetu sote. Hakuna mtu mwenye hati miliki na taifa la Tanzania.